Na mtazamaji, kama unavyoona hivi sasa katika runinga yako ni kwamba tuna habari ambazo zimefika katika chumba chetu cha habari. Kwanza ni habari mbili kuu ambazo zimefika katika chumba cha habari. Moja ni hapa nchini na moja ni ya kimataifa. Tuanze na humu nchini ambayo ndio inatuhusu zaidi. Ni kwamba rais ama kiongozi wa taifa Rais William Ruto amewateua makamishna wapya wa tume ya uchaguzi humu nchini, akiwemo mwenyekiti ambaye ameteuliwa ni Erastus Edung Ethekon. Pengine kama na mtazamaji, huyu Erastus Edung anatokea maeneo ya Turkana na bila shaka alikuwa miongoni mwa watu 9 waliofika mbele ya lile jopo la Nelson Makanda ambalo lilikuwa linafanya ule usaili wa makamishna wa IEBC. Na katika barua yake Rais William Ruto amesema, akaliambia bunge la kitaifa kwamba liharakishe kumjadili na pengine kupitisha uwezekano wake wa kuwa mwenyekiti wa tume ya IEBC. Basi punde pale bunge, unaelewa kwa sasa mtazamaji, balo bunge liko katika likizo ya mwezi mmoja. Sasa tutaona Wetangula pengine akiitisha kikao maalum, wabunge waje wajadili, halafu ripoti ipelekwe kwa rais kuhusiana na ufaafu wake kuteuliwa, halafu ndipo atakapoteuliwa rasmi na pengine kuchukua sasa zinaitwaje zile hatamu za uongozi. Lakini kando na hivyo tuna ripoti ya pili. Kabla hapo labda tugusie tu kwa haraka sana majina pia mtazamaji ya makamishna ambao wameteuliwa na kiongozi wa taifa. Ni Anne Njeri Nderitu kutoka kaunti ya Nyandarua, Moses Alutalala Mukhwana kutoka Kakamega na Mary Karen Sorobit kutoka kaunti ya Uasin Gishu, Hassan Nur Hassan kutoka kaunti ya Mandera, Francis Odhiambo Adol kutoka kaunti ya Kisumu na Fahima Arafat Abdalla kutoka kaunti ya Lamu. Hao mtazamaji ndio wamependekezwa kuchukua nafasi 6 za ukamishna katika tume ya IEBC. Kumbuka mwenyekiti aliyependekezwa ama aliyeteuliwa ni Erastus Edung Ethekon kutoka Turkana. Habari ya pili. Na mtazamaji, kabla hapo, Anne Njeri Nderitu ndiye msajili wa vyama vya kisiasa nchini, endapo mtazamaji umesahau hilo. Lakini kando na hivyo, taarifa yetu nyingine kuu ni kwamba makardinali wamemteua papa mpya atakayemrithi Papa Francis aliyeaga dunia. Tunaarifiwa kwamba kwa sasa moshi mweupe umeonekana katika maeneo ya Vatican kuashiria kwamba tayari hao makardinali wameshakuwa na uamuzi wa ni nani atakuwa anaongoza kanisa Katoliki kwenda mbele. Na mtazamaji, kumbuka kwamba moshi mweupe ni ishara kwamba wameafikiana na papa mpya amejulikana. Kwa hivi sasa tunasubiri kujua aliteuliwa kuwa papa mpya ni nani, na bila shaka tuko hapa ili kukujuza yote ambayo tutayapata kutoka Vatican. Na mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa kupata pumziko fupi. Tunakuomba usiende mbali, tutarejea na mengi zaidi.